Kwa majina naitwa Emilia Barnabas Mpasi, ni afisa utumishi wa Wakala wa Maji na Usafi wa Mazingira RUWASA mkoa wa Mbeya. Niko hapa kwa niaba ya meneja wa mkoa wa Mbeya. Tunaendelea na zoezi letu tukiwa katika wiki la uadhimishaji wa wiki la maji. Leo tupo katika zoezi la upandaji miti. Tumefanikiwa kupanda miti katika vyanzo viwili, kata ya Itagano, chanzo cha maji ya Sala na Hansia. So tumefanikiwa kupanda miti. Tunaendelea kuhimiza wananchi, hasa wale wanaolima kwenye vyanzo vinavyozunguka maji. Kwa kweli tumeenda huko, hali sio nzuri sana. Inapelekea vyanzo vyetu vya maji kuwa vinatengeneza maji ambayo ni machafu na yanatope kwa sababu ya ufanyaji wa shughuli za kibinadamu, especially kilimo. Kwa hiyo tunawahimiza sana wananchi waache kulima kwenye vyanzo vya maji. Kama utaratibu na sheria inavyosema, mita 60 kabla ya chanzo utakiwi kulima. Hivyo tunamsisitiza mtendaji wa kata hii aendelee kuwaelimisha wananchi wake waache kulima kwenye vyanzo vya maji ili kuhakikisha kwamba tunaendeleza uoto wa asili na upatikanaji wa maji uendelee kuwa endelevu. Ninapenda kushukuru na kuendelea kuhimiza hilo kwa wananchi wote wa kata hii. Asante. Jina naitwa Tabu Mbuya, ni afisa maendeleo ya jamii kutoka ofisi ya bodi ya maji bonde la Ziwa Rukwa. Tunaendelea na zoezi yetu ya wiki ya maji ambayo tumefanikiwa kupanda miti rafiki wa maji 500 katika vyanzo vyetu viwili, chanzo cha Hansia na Hasara katika kata ya Itagano. Na zoezi hili kutokana na kauli mbiu yetu ya wiki ya maji, maji na jinsia, tunawahimiza wanawake pia kuendelea kushiriki katika swala zima la uhifadhi wa vyanzo vya maji, kwa sababu wanawake ndio tunaachwa nyuma katika majukumu mengi. Kwa hiyo tunawahimiza wanawake kuendelea katika kushiriki zoezi la uhifadhi wa vyanzo vya maji, na vile vile tunaendelea kuwahimiza wananchi kuacha kufanya shughuli za kibinadamu ndani ya hifadhi ya vyanzo vya maji. Tunatakiwa tuache ile mita 60, ndipo tutaanza kufanya shughuli zetu. Lakini vile vile tutafanya zoezi la kuweka mipaka ya kudumu ili mwananchi aweze kutambua, akiona ile mipaka haruhusiwi kuingia ndani ya mipaka na kufanya shughuli zake za kibinadamu. Sheria ya usimamizi wa rasilimali za maji namba 11 ya 2009 inatukumbusha kwamba haturuhusiwi kufanya shughuli zozote za kibinadamu. Tunawataka watendaji wa kata pia na watendaji wa vijiji tuweze wote tushirikiane katika swala zima la usimamizi wa rasilimali za maji, kwa sababu ni swala shirikishi. Sisi peke yetu hatuwezi, ni jukumu letu sote kuhakikisha vyanzo vyetu vinalindwa ili wananchi waweze kupata maji safi na salama kwa afya yao. Kwa jina naitwa Neema Stanton, ni afisa uhusiano mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya. Leo ni siku ya 3 ambao tunaendelea na wiki ya maji kuiadhimisha. Kama tunavyojua, hii wiki ya maji kwa siku ya Jumatatu tuliweza kuona shughuli mbalimbali tulizofanya. Jana tulifanya usafi katika chanzo cha maji cha Nzovwe, na leo tupo katika kata ya Itagano kutoa elimu kwa wadau mbalimbali na wananchi wanaoishi kwenye hii kata ya Itagano kuhusiana na swala la utunzaji wa vyanzo vya maji. Leo tumepanda miti katika chanzo cha maji cha Hasara, pia tumepanda miti katika chanzo cha maji cha Hansia. Hii vyanzo vyote viwili viko katika eneo au kata ya Itagano. Wito ambao tunatoa kwa wananchi wanaoishi kata ya Itagano, kama mnavyojua kata ya Itagano wanafanya sana shughuli za kilimo. Hivyo tunawaomba waendelee kutunza vyanzo vya maji, waache kulima kwenye vyanzo vya maji. Mwananchi anapokuwa ametoka kulima kwenye chanzo cha maji, akifika nyumbani atahitaji maji, akifika nyumbani atahitaji yaoge. Hivyo tunapokuwa tunaharibu hivi vyanzo vya maji, tutakosa hata hayo maji ambayo tukitoka kulima tunahitaji tuyatumie katika maeneo yetu. Hivyo tunazidi kuwaomba wananchi, hususan wanaolima kwenye vyanzo, waache mara moja ili zoezi la kulima kwenye vyanzo vya maji, kwa sababu wanapoteza uoto wa asili. Na pia kama tunavyojua, tunapokuwa tukilima kwenye vyanzo vya maji,
tukilima vyanzo vya maji tunakata miti, hivyo utunzaji wa maji hautakuwepo na hatutakuwa na maji ambayo tunayaona. Hivyo tuache kulima kwenye vyanzo vya maji ili tuendelee kuhifadhi uoto wa asili ambao baadaye unatupelekea tunakuwa na maji yanayotosheleza. Hivyo ni jukumu la kila mmoja wetu, awe ni mtoto, mtu mzima, ni jukumu letu wote kuhakikisha tunakemea na tunakataza wale watu ambao wanalima kwenye vyanzo vya maji. Kwa sababu hivi vyanzo tunaona vilihifadhiwa, lakini sasa tumekuja tumevivamia. Hivyo tunapelekea uoto wa asili unapotea. Sisi wote kama Watanzania ni jukumu letu kutunza vyanzo vya maji. Kwa sababu kwenye chanzo cha maji ndipo tunapopata maji, na kama tunavyosema maji ni uhai. Ina maana tukiharibu vyanzo vya maji hatutakuwa tena na hii kauli tunasema maji ni uhai, tutateketea. Hivyo kama wananchi wa kata Itagano tushirikiane na serikali yetu. Inahimiza kutunza vyanzo vya maji ili tuendelee kuwa na maji yanayotosheleza. Naitwa Nuru Paulo. Siku ya leo kwanza tumefurahi, tunashukuru sana. Tumeshirikiana na watu wa mamlaka ya maji. Na sisi tumepokea elimu waliotupatia jinsi ya kutunza vyanzo vya maji. Pia wamesema tusikate miti, tuzidi kutunza vyanzo vya maji, kwa sababu tunapozidi kuharibu vyanzo vya maji tunasababisha madhara mbeleni, uharibifu mwingi, na pia huko mbeleni tutashindwa kupata mvua. Kwa hiyo ninawaambia wanajamii wenzangu kuwa tuzidi kutunza vyanzo vya maji ili tuzidi kunufaika sana huko mbeleni.